Naam, asante sana kwa kuendelea kutizama Jukwaa la Afya. Leo tukiwa tunaadhimisha wiki ya wauguzi. Kwenye studio tuna wauguzi pamoja na wakunga ambao wanatueleza mengi tu kuhusiana na huduma zao, changamoto zao na vipi ambavyo wanasema vinastahili kufanywa kuhakikisha kwamba utoaji huduma katika hospitali zetu unakuwa bila tashwishi, ambapo mgonjwa anaridhika, wao wanaridhika, na pia uchumi wetu na serikali yetu kwa jumla inaimarika katika sekta ya afya. Tungependa pia kusikia kutoka kwako. Iwapo na lolote ungependa kuwauliza wataalamu wetu, unaweza kuzungumza nasi kupitia 0719777777, na pia nakupa fursa adimu hii leo. Kama kuna yule muuguzi ama mkunga ungependa tumtambue, tumvishe taji, manake hii ni wiki yao, tuambie anaitwa nani na kwa nini unamsherehekea, na sisi ili tuweze kumpatia pongezi zake kupitia nambari zetu za arafa 22422. Lakini kabla kwenda huko, naarifiwa twende Nyamira, manake mwanahabari wetu Duncan Bundi yuko tayari kusema nasi kuhusiana na mada yetu ya leo. Na leo hii tunapangazia huduma za wakunga pamoja na wauguzi hapa katika kaunti hii ya Nyamira. Tupo katika kaunti ndogo ya Masaba Kaskazini, ambapo tunaungana na wauguzi pamoja na wakazi kutoka eneo hili hapa mjini Keroka, ili nao watueleze maoni yao ni yapi kuhusiana na huduma hizi za wakunga pamoja na wauguzi. Kwa hospitali, mtu wa kwanza ambaye unapata ukiingia kwa hospitali ni muuguzi, na muuguzi ndiye anakushughulikia, anakupeleka kwa daktari, daktari anakuhudumia. Siku ya leo tumekuja kwa wananchi watupatie feedback, watupatie maoni yao, watuambie vile tunawafanyia kazi huku kwa hospitali kama sisi wauguzi. Kwa hivyo kama wauguzi pia tuko na changamoto kidogo kidogo huku na huku. Our numbers ama idadi yetu sio ya kutosha. Kwa hivyo tunasihi serikali iweze kuongeza wauguzi wengine ili kazi iweze kuboreka zaidi. This is my big day, and my colleagues here, we are celebrating this day because we rarely come out to celebrate. People go out for Labor Day, for Madaraka Day, for Moi Day, but we don't have public holidays. Today is our public holiday. We want to urge our patients and the community out there to come and celebrate with us as we walk back to the facility. Also in my department, we have a shortage. My senior here can testify that in our department we have a shortage, and we are really working hard with our doctors to ensure that we are saving lives. Even at night, we make night calls. We don't have call allowances. We don't have night allowances as nurses. Please, the government should look upon the nurses to support us, to give us good environment for working so that we are not depressed. We want to give good services to our patients. This day, the celebration does not only make me to celebrate, but it makes me want to recognize my work and my role. So, through it, huwa ninataka tufanye sherehe kama hii. Wakati tunatembea hivi, tunaambia wananchi what we do, and it makes them aware. We create awareness. Juzi tu ndio nilipata ajali hapa ama huko, nikakimbizwa hospitali yetu hapa ya Keroka. Kwa kweli nilihudumiwa vizuri na haraka, ndio nikakuwa referred kwenda Kisii. Kwa hivyo ninasema madaktari wanafanya vizuri. Sasa ni serikali tu iweke support kubwa. Kwa hivyo nilishughulikiwa na niliridhika ile kazi nilifanyiwa. Upande wa maternity kweli wanafanya kazi nzuri. Mahali penye hao watoto wanarara ni pasuri, nyumba iko smart, manguo kwako na manguo mazuri ya watoto. Wakati wanazaa wanatupea manguo yenye kuna choto, chakula ni ile nzuri. Kama hata huko hauna hata chai, wanakuletea uche ya wimbi. Tunafurahi na madaktari wetu. Kwa hivyo mimi naona kazi yenye wanafanya ni nzuri. Kama serikali yetu ikiona ni vizuri, muwaongezee tu mshahara. Na hao ni wauguzi pamoja na wakazi kutoka mji huu wa Keroka katika kaunti ndogo ya Nyamira Kaskazini. Wauguzi hapa wakiendelea kusherehekea wiki ya wauguzi, huku wakazi wa eneo hili nao wakiendelea kuwapongeza kwa kile wanasema kwamba wameweza kuboresha huduma kwa wananchi. Nikiripoti ya runinga ya Citizen kutoka kaunti hii ya Nyamira, langu jina ni Duncan Bundi.
Naam, asante sana Duncan Bundi kwa taarifa hiyo na kutoka huko Nyamira. Tukirudi hapa ndani ya studio, naona wengi sasa wameshaanza kutuma arafa zao. Huwa ananiambia nampongeza muuguzi Caroline Mwangi wa Kalimoni Mission Hospital Juja, anajiita Jusita, na huyo anasema muuguzi Nelson Madinyo anajituma kuhudumia wagonjwa na ana upendo. Beti kutoka Utawala anasema, je, Linda Mama bado iko? Lakini nasema pongezi sana kwa wakunga wanaookoa maisha ya mama na mtoto. Linda Mama iko? Asante sana, and happy Nurses and Midwives Week. We forgot to say that. Yeah, so Linda Mama unfortunately ilikuwa kitu mzuri sana kwa sababu ilikuwa inasaidia kina mama kwenye nchi, na ilikuwa na structure mzuri sana. Lakini unfortunately I think vile systems zinabadilika ndivyo pia policies zinabadilika. Kwa hivyo sasa hivi kuna SHA. Unfortunately SHA imekuja na challenges zake. Kuna vile yes, mama ataenda kuzaa, napenda structure and the thinking behind SHA, but unfortunately the way inatimizwa haifanyi vile iliandikwa. Structure ilikuwa mzuri sana, ilikuwa decongest the higher levels of hospitals so that zile huduma za universal healthcare ziweze kufanyika kwa community. So ilikuwa very good structure, but unfortunately bado population yetu haijaelimishwa vilivyo kujua kwamba akienda pale kupata huduma kwa level 2 na 3 atapata mhuduma mwenye atamtosheleza ama hatamtosheleza. Kwa hivyo while the structure is very good, the thinking behind it ilikuwa mzuri sana, lakini I think serikali haijaweka maanani ku make sure ile huduma yenye ningepata kwa level 4 iko level 2 na level 3 so that to decongest kule level 4 na 5 na 6. Lakini besides that, SHA inatakana ikuwe strengthened. Strengtheniwe especially kwa mama, kwa sababu changamoto yenye tunaona kwa labor wards ama baada ya mama kuzaa, tunapata mama kwa sababu either hajajiandikisha ama alijiandikisha lakini haijatimiza kulingana na vile inatakana. The way Linda Mama ilikuwa unaingia hospitali na unatoka. Ukishalipa utaingia tu na unatoka. So ilikuwa inasaidia sana, but sasa hivi unapata like wamelipia kidogo. For example, normal labor wanalipia pesa kiwango kidogo, na cesarean section pia kiwango kidogo. So unapata tunabaki na wamama na watoto kwa sababu hawajaweza kuwa cleared na SHA. So while SHA ni mzuri kwa policy, kwa writing ni mzuri sana, lakini serikali inatakana itilie maanani ku make sure that zile vifaa or zile huduma zenye litakana wamama wapate wakiwa kwa level 4, 5, 6 wanaweza zipata kwa level 2 na 3, na wahuduma pia wenye wanaweza pata pale level 4 na 5 wako pale level 2 na 3, so that in case mama anaenda pale ama population citizens wakienda level 2 na 3 wanahudumiwa vilivyo. Kwa hivyo SHA ni mzuri, lakini implementation ndio inatakana ikuwe strengthened within the sawa sawa. Sijui kama hapo katikati umejibu. Kabla uongezee, Benson huwa anasema, anauliza SHA pia inakubalika kutibu kwa mjamzito? Naomba waeleze mengi kuhusiana na SHA. Nadhani hapo utakuwa unaifafanua zaidi. Asante sana, nashukuru. Na ni kweli kwamba SHA vile mwenzangu amesema, SHA ni mzuri kwenye karatasi, kwenye ile policy, na ningependa kushukuru Rais kwa ile bidii alikuwa nayo kubadilisha ule mfumo kutoka kwa NHIF kuingia kwa SHA. Ile bidii kama angeendelea nayo kwa kufuatilia kila siku, kujua implementation inaelekea, nafikiri alikuwa na bidii mzuri sana kwa kujaribu kubadilisha excuse me, lakini kwa implementation na kuendelea hajafuatilia sana vile inatakikana. Kwa hivyo hiyo inahudumia kwa wale wajawazito ndio, na vitengo mingi kwenye hospitali. Na juzi niliona serikali imefanya vizuri kwa kuongeza ile pesa ya kuhudumia wale wagonjwa wa ICU. Lakini ningependa
kutoa wazo kutokana na ile experience tuko nayo kwa hospitali nyingi. Ile 28,000 walisema ni pesa kidogo sana. Kwa sababu gani? Kupewa hewa ya oxygen peke yake. Hewa ya oxygen peke yake kwa muda wa masaa 24. Lisali moja kwa hospitali nyingi ni 1,000. Kwa hivyo ukimaliza masaa 24 kwa kupokea tu hewa ya oxygen ukiwa kwa kitanda cha ICU, utakuwa umetumia shilingi 24,000. Kwa hivyo ile 4,000 ndio tu itakuwa imeongezewa kwa zile vitu zingine mingi mgonjwa anatumia. Ningependa kushauri kwamba hiyo ni bidii mzuri serikali imefanya, lakini wangeongeza mgonjwa akiwa kwa kitanda cha ICU huwa kwa chini sana. Ile hospitali ya kawaida anaweza kutumia kwa chini zaidi 50,000. Kwa hivyo kama ni kutaka kusaidia ni waongeze hiyo kiwango ya hiyo pesa, na kwa zile huduma zingine SHA iongezee ile pesa inatumika as long as ile hospitali inaweza kuhakikisha kwamba ukweli huyu mgonjwa aliweza kutumia. Najua hiyo ndio kitu kubwa sana serikali ilikuwa inaangalia, kama ile inaitwa, walikuwa wanasema hospitali zina con serikali kwa kudanganya kwamba procedure fulani ilikuwa imefanyika na haikuwa imefanywa. Waweke tu system ya kuweza kutambua kwamba ukweli hii ilifanyika, lakini wahudumie kama vile NHIF ilikuwa inamaliza, inalipa kila kitu yote inamalizia, na hivyo mgonjwa anaenda nyumbani. Ukiwa na insurance unajua ni ile comprehensive, iweze kusaidia watu wengi wenye wanahitaji hiyo usaidizi, kwa sababu saa hii ile changamoto kubwa, ile kitu imeudhi watu wengi ni kwamba wakati tulikuwa tunatumia NHIF ilikuwa inalipa zaidi, inahudumia vitu zaidi, na wakati huo tulikuwa tunatoa pesa kidogo kwa kuchangia. Hata ile pesa tulikuwa tunakatwa kwenye mshahara ya kuchangia hiyo NHIF ilikuwa pesa kidogo sana. Okay. Saa hii tumeongeza sisi wote, wale wako kwa ajira fomo na wale wengine, tumeongeza pesa kiwango ya juu. Kwa hivyo tungependa tuone hiyo ikikuja zishughulikie huduma nyingi kama vile NHIF ilikuwa ina cover. Hiyo ndio isipatie jina, na rais aendelee kufuatilia na kukadiria. Ni vizuri atumie ile timu yake, aulize mgonjwa akiwa kwa hii anaweza kutumia kwa siku kiwango gani ya dawa, kiwango gani ya gloves. Nadhani hapo ndio pale Adija alikuwa anasema kwamba wale ambao wako kule juu wanastahili kuwa ni watu ambao hata wao ni wauguzi na madaktari, watakuwa wanaweza kupeana ule ushauri ambao unastahili. Sawa sawa. Tukiendelea basi, leo nimewapatia fursa adimu ndani ya jukwaa la afya tuwasherekee wauguzi wetu na wakunga, na naona watu wameichangamkia fursa hii. Huwa ananiambia mvishe taji muuguzi Violata Okoyo Mutende, ambaye amekuwa msaidizi mkuu to our neighborhood. Whenever we call her for help, she never hesitates. I celebrate Nurse Jane Wambua kutoka Kajiado County Referral Hospital. She is the best, good-hearted. Huyu ni Agnes, angependa kumsherekea Janet Wambua. Alafu huyu mwingine anasema anajiita Zainab kutoka Voi, anasema ningependa avishwe taji Daktari Mwangaza akiwa Moi Hospital. Na Wini kutoka Meru anasema wakunga ni watu wa maana wallahi. Mungu awape maisha marefu na waendelee hivyo hivyo. Sasa nije kwako Hadija. Hii kazi ya uuguzi ni kazi ambayo tumeiona ina mzigo mkubwa, na tukikuangalia we bado ni msichana mdogo. Tukiangalia upande huu mwingine kuna hiyo anasema ukitoka una mawazo ya hivi na hivi. Wewe kama daktari, wewe kama muuguzi ambaye bado ni mchanga, tutasema sawa, umefanya miaka kadhaa, lakini tukikuangalia bado tunakuona ni mdogo. Unafanyaje ili kuhakikisha kwamba unafanya kazi yako vizuri, na ukitoka pale kitu kipi kinakupatia morali ya kusema ni time yangu ya kuingia kazini, naenda kazini bila kufikiria zile changamoto ambazo ziko?
Ngoja kabla unijibu tumsikize Rachel, maanake yuko kwenye laini ya simu, alafu tukija tutaongea nawe. Hello Rachel. Tuambie. Mimi ninapiga simu kutoka Busia. Mimi ninashukuru sana kwa huyu muuguzi mwenye anaitwa Kiru, anafanya orthopedic. Alafu pia kazi ile anafanya na mwingine anaita Kenneth Fadil, wamenisaidia sana. Pia nikirudi mimi nilipata ajali nikavunjika. Pole. Pia ilinisaidia, lakini pia ningependa tu kufanya correction hapo kidogo. Wangepeana hata waguzi na wakunga pia kupewa kitu tena. Angalia bila na akiwa pale kwa daktari dokta mkubwa, asipojipanga vizuri hata upasuaji hautapendeka. Kweli. So nurses do a lot. Tena hawa ndio wako karibu sana na mgonjwa. Kumonitor, kujua mgonjwa ako namna gani, hali yake namna gani, chenye amepata ndiye ataonyesha daktari. Daktari hawana nafasi, anakuja tu na anasikiza, ama saa zingine anaweza kupatia kama ni kuongeza maji, anaweza kujaza nini. Lakini sasa huyu ataendelea kumonitor huyu mgonjwa wako namna gani. Sasa unapata magonjwa yote huyu ndiye anapokea. Shida yote anapata. Hata stress anakuwa. So nurses should be recognized. Hello? Naam, tunakupata, tunakusikia, tumekupatia fursa uongee. Sawa. Alafu ya mwisho mimi ningependa kusema mambo ya SHA irekebishwe. Ikiwa kama ni kwa private, iwe kama kwa hospitali ya mission, au kama iwe ya serikali, waweke tu level. Kama ni kuhudumia mgonjwa, iwe tu hivyo. Isipatikane hii hapa kuna enda kwingine, inatuletea shida sisi kama wagonjwa. Hata mimi mbeleni, mimi nimekuwa kama muuguzi, lakini kazi ile nilifanya hata ikanipea mimi nguvu sana. Wagonjwa wakanipenda sana, nikakuwa karibu na hawa, ikanipa mimi hata nikanunua mashamba, hata ile huwezi kusema, kwa kupitia tu kukua tu faith. So nurses, I'm supporting them. Wako na one heart. Sio watu wa kuyumba. Hapa na pale, hapana. Hello? Asante sana Rachel, tumekusikia na wamekusikia pia hapa ndani ya studio, na wale ambao wanatutizama pia wamesikia na wamefurahi kwa kuwapongeza kwa kazi nzuri. SHA imenisaidia sana. Kusema kia simu yake imekatika, naonekana alikuwa na mengi, lakini ndio hivyo, simu imekatika. Tuje kwako Hadija, utujibu yale alikuwa tumeuliza kabla ya kurudi hapa, manake naona leo wauguzi pale walipo, kila mtu akae kando ya runinga ya Citizen ili aweze kujisikia vile anavyopongezwa na watu wanapomtambua. Na Mwanamisi, kitu ambacho unafaa uangalie kitu ambacho kinakusukuma kwenda huko kazini. Wajua huko hospitali kuna mgonjwa wa kusubiri wewe ufike umshughulikie yeye ili aweze kupata huduma nzuri, aweze kupata afya bora, sio? So vitu kwanza sisi wauguzi wadogo huwa sana hatuchukuliwi na ile seriousness. Huwa tuchukuliwa kama tuna michezo mingi. Sawa. Kazini inachukua juhudi kubwa sana kwa wewe kuweza kusikika, kwa sababu watu wasema huna ile experience ya miaka mingi hapo kazini. Ulianza ukiwa na miaka mingapi? Nilianza nikiwa na miaka 24. Na mpaka sasa nashukuru kila department ambao naekwa naifanyia mabadiliko. Mpaka wakubwa wa afya wa huku Nairobi wakishuka huko kwetu Mombasa, hospitali ambao tofanya, wanakuja na ile nini kilibadilika hapa, kwa sababu hatujakuwa tukipata data hizi.
then ndo wanaona huyu ameweza kubadilisha hii kitu, anaifanya kirahisi hivi. So wangependa yani tuweze pia kuchukuliwa na yani hiyo seriousness kwa sisi sawa tumesoma lakini tumekuja kufanya kazi vizuri. Wengi wetu pia naona ndio sababu ya wao yani kutaka kwenda nje, because hapa nchini wanaona kwanza kuandikwa hizo kazi zenyewe tayari ni changamoto. Huandikwi kiurahisi. Utasubiri sana kitambo uweze kuandikwa kazi. Mimi nashukuru nilipomaliza tu shule, nashukuru niliweza kuandikwa kwa sababu pia nilikuwa nishaanza kujihusisha na hichi kikundi kingine changu cha damu. So watu wakaona huyu anaweza kaleta mabadiliko pia. Yeah. Okay. Sawa sawa, utakuja kuendelea. Naarifa kuna Ruth kwenye line ya simu, tumsikilize naye. Hello Ruth. Hello. Hello. Yes, karibu kwenye kipindi chetu cha leo. Na yapi ya kutuambia? Okay, asante sana. Nimekuwa nikifuatilia hayo mazungumzo. Na nimeweza kufurahia sana kazi yale wauguzi wanafanya. Mimi kama binafsi nimeendea through operations. Nimeona ya kwamba the moment you are closing your eyes in the theater, you are closing your eyes looking at a nurse. When you are opening your eyes from the theater, you are opening your eyes to a nurse. And these people are so helpful. They check on you every moment. Maybe unalala na kuja na kuangalia, ukifungua macho unaona nasi anakuangalia na kuuliza unaendeleaje. Naona una joto sana, unaweza jifungua kidogo, ama naona ya kwamba naona unapinduka, una baridi, ukuongeze kitu kama cha kujifunika. Mimi binafsi ningependa kusema kama serikali ingeangalia wauguzi. These people are very important in our lives to patients. They are the ones who take care of patients. They are the ones who know the pain of the patients and they share our pain. I just wish that the government could recognize these nurses. They are very helpful and I'm just praying for them that the Lord may bless them and give them more life. Thank you. Asante sana. Dua njema hizo zinawafuata kule mnakokwenda. AKH kutoka Meru anasema anampongeza muuguzi James Kaidio kwa kazi nzuri sana. Congratulations to him. Anasema hajasema jina lake, lakini anasema anamtambua Rose Mureithi wa Gertrude's Children's Hospital pale Thika branch. Anasema yuko vizuri sana katika Well Baby. Alafu huyu anasema anampongeza muuguzi Rose Atieno wa Rachuonyo kwa kazi nzuri anayofanya pale Bahati Hospital kutoka Joska yeye. Haya, alafu anasema anaitwa Jerob kutoka Kobos, nataka kushukuru Daktari Elisha. Na huyu amesema nimemchagua muuguzi wa Mesu Hospital Taita County kwa jina Sophie for her kind and generous services. Huyu anasema mimi naitwa Faith na wapongeza wakunga wawili kutoka Tasia kwa Ndege Level 3 Hospital, Doreen na Esther. Wanafanya kazi nzuri sana, especially Doreen aliyokuwa maisha yangu wakati nilipokuwa nikijifungua. Pongezi sana kwa wauguzi na namtambua Faith Clinic Ikudha. Watoto wangu wamezaliwa hapo. Haya, endelea kufanya kazi yako vizuri ukijua kwamba kuna watu wanakutambua. Hivi sasa hebu tumsikize Asiba naye anayapi ya kutueleza kutoka Nakuru. Naam, asante sana. Hapa ni katika kaunti ya Nakuru. Mimi ni Evan Asiba, tukiwa katika eneo hili la Baruti ambapo tutakuwa tukizungumza na mama mmoja ambaye amefanya kazi ya ukunga kwa miaka mingi, akisaidia wengi wakipitia mikononi mwake kuhakikisha kwamba pengine wamejifungua kwa njia iliyo salama. Mimi ni Evan Asiba, tutakuwa tukizungumza naye tu moja kwa moja tukiwa katika makazi kwake hapa eneo la Baruti. Pengine tu mama, ukianza kwa kujitambulisha jina, tuambie kazi ya ukunga umefanya miaka ngapi na changamoto zipi ambazo mnazipata mkifanya kazi hii, na pengine watu wangapi ambao mmesaidia ukiangalia katika kazi hii? Nimesaidia, nilianza 82 na nikaendelea kabisa mpaka sasa. Ndio nimesaidia wengi sana, hata siwezi hesabu. Sasa zingine ilikuwa naitwa mara 2 mara 3 kwa siku. Na ilikuwa nafanya hiyo. Na ilikuwa hatuna malipo yote. Ilikuwa tunafanyia tu kusaidia.
Tumesaidia wengi. Hebu pengine tuambie hii safari mama anapopata mimba, ile safari ya kutembea naye, unatembea naye tangu wakati wa kupata mimba hadi wakati mjamzito na kujifungua, au tuambie kidogo mambo huwa inakuwa vipi? Ilikuwa anatutembelea kama ako na mwezi 4. Sasa kuchukua kwa mwezi 4 unaendelea kabisa mpaka siku anajifungua. Sasa umepima, umeona kama iko mzuri ama si mzuri. Ukiona kama si mzuri, unarelease aenda hospitali. Enyewe tunatuma akiwa mwezi 2, mwezi 3 clinic. Ukisema kwamba pengine unapima akiwa miezi 4 kujua kaa kwa sawa au hayuko sawa, mnamtuma hospitali, wale ambao umesaidia hapa hivi, pengine ni nani, amseme tu kwamba ni kisa gani ambacho umeona kwamba pengine umesalia kwa bingwa, watu wengi wanakutafuta kupata na huduma kama hii? Sasa wakati ndio unaenda kupima ndio utajua tu kama iko mzuri ama si mzuri, na ukisikia kama si mzuri unatuma hospitali. Sasa hata akienda hospitali anakuja unapima, ama mnaenda amana naye mpaka hospitali. Tangu mwaka 82 iliyosema ukianza hii kazi hadi leo, miaka zaidi ya 30, miaka 40 imepita ukifanya hii kazi. Kwa hiyo miaka yote pengine ukilinganisha, bado watu wanazidi kuja au wanapunguka? Ukiangalia kwa mwaka kama huu mwaka yenye tuko nayo sasa hivi, wale watu ambao wanakuja, idadi inapunguka au vipi? So wakati ndio hii mambo ya ukimwi aliingia, sasa hatutapima sana. Ilikuwa tunatuma tuwaende hospitali kwa sababu huwezi jua kama iko mzuri ama si mzuri. Umezungumzia maradhi, pengine unaweza kupata ile damu ukiguza, kuna maradhi ambayo unaweza pata magonjwa kama hayo, unahakikishaje kuhakikisha kwa wewe mwenyewe pia uko salama? Sasa wakati unaenda kupima, unapima ukiwa na gloves. Sasa unatumia gloves ili damu asifanya nini, asiingie mkono yako. Na so ilikuwa tunaweka tu kama 3, si kama mbele moja. Unaweka kama 3, alafu unasaidia naye. Mwisho lini umefanya hii kazi? Pengine ukikumbuka vizuri, ni lini mwisho umezalisha mama yote ambaye amechukua mikono mwako? Hata ni juzi, hajakuwa zamani sana, ni juzi tu. Ilikuwa mwezi wakati ilikuwa sijakuwa mgonjwa sana, alafu nikaenda kusaidia, ni kama mwezi 3, mwezi 4 hivi.
Hapa tuongee naye kidogo. Mama Mary Tinga ni mkazi wa hapa Mbaruti ambaye amekuwa kipaumbele haswa kwa masala ya jamii kuhakikisha kwamba leo mama ambao wanafaa wanataka kusaidika wamesaidika, na pia niseme tu kwamba mambo yote yanayohusisha na jamii amekuwa kipaumbele kuhakikisha kwamba wamesaidika. Pengine tukianza kwa kujitambulisha, tuambie wewe kama mama ambaye umekaa eneo hili, maeneo ambapo pengine hamjapata nafasi nzuri ya kufikia vituo vya afya kama hospitali, mambo gani huwa mnafanya kuhakikisha kwamba kabla wafikie kwa mkunga nyinyi mko hapa pale kuwasaidia? Okay, asante sana. Kwa majina naitwa Mary Tinga. Mimi ni village elder na mimi ni mama wa kijiji kwa hii area. Tangu hiyo miaka mama Grace amesema, mimi kazi yangu nikipigiwa tu naenda na mtafuta ama nampigia simu haraka sana. Na diposa wale wa mama wanajifungua tunawasaidia kabisa, sababu hawa wa mama wengine hawana otherwise. Mwingine amepata ugonjwa usiku, hakuna gari, maternity haiko karibu. Ile kazi tu tunasaidia kama mimi mama wa kijiji na ninajulikana sana kwa hii area ya Barut. Kazi yangu kama ni saa ngapi niamuke nitafute ule mama mkunga, ndio huyo mama mwenye anaenda kujifungua ndio asaidike. Kama si hivyo, wamama wengi wanaweza kufa sababu hawana otherwise, maternity iko karibu. Na hawa wakunga wanatusaidia sana, sababu nikipiga tu simu niseme kuna mama hapa, hata yeye mwenyewe anachukua pikipiki na anafika mpaka mahali huyo mama ako. Swali la mwisho kwa chini ya dakika moja, unafikiria nini serikali ifanye kuhakikisha kwamba wakunga hawa wametambulika, wakunga hawa wamepata mafunzo, na zaidi pengine wamejua kwamba kila kazi anayofanya ni kazi ambayo imesaidia jamii na isaidia taifa kwa jumla? Asante sana. Mimi ningeomba tu serikali watambue hawa wakunga, kwa maana hawa wakunga wanafanya tu kazi kubwa sana, kama wale masisters wako kwa maternity. Hata yao ni kubwa sana, sababu kabla mama afike pale hospitali, huyu mkunga amefanya kazi kubwa sana. Mimi ningeomba tu serikali itambue hawa wakunga, kwa maana ni wa maana sana kwa society. Haya basi, huyo ni Mama Mary Tinga ambaye ni kiongozi wa jamii katika eneo hili la Mbaruti, na vile pia tumekuwa na mazungumzo na mkunga kwa jina Grace Alesiga baki tunguzungumza nasi na kutuambia hali au mambo ambayo hufanya kuhakikisha kwamba pengine wale ambao wako mbali kutoka kwa vituo vya afya au hospitali wamepata nafasi ile ya kujifungua kwa njia nzuri, na vile pia wakihatarisha maisha yao, haswa kwa wakiwa wanapokumbana na wale wagonjwa, wale wazazi walio pengine maradhi, wakisema kwa pengine ile hali tu kuhakikisha kwamba wanapofanya vile kuwapa nafasi ya kujifungua, hata nao pia maisha yao wanahakikisha kwamba wako sawa, wasije wakaambukizwa na maradhi yasiyokuwa na tiba. Kutoka kaunti ya Nakuru, eneo hili la Mbaruti, mimi Evan Asiba, tutakuwa tukielekea mapumziko ili tukaweze kusikiza pengine tu vidokezo vya taarifa kuu ambazo zimekuwa tukishughulikia. Twende mapumzikoni tupate vidokezo.